maana hiyo ndo maana mimi ni mwenyekiti wa Chadema, lakini leo naungana na ACT Wazalendo. Sisi hatuna uchoyo, ila CCM ina uchoyo. Lakini sisi wa Chadema na ACT Wazalendo hatuna uchoyo. Tunaungana pamoja kwa ajili ya kutaka kushirikiana kuleta maendeleo. Sasa niwaombe watu wakome ya kwamba siku ya tarehe 29 wewe nyanyuka tu taratibu. Japokuwa muongo amekupa shilingi 2,000, lakini wewe nyanyuka tu taratibu ukampe Peter Gamba. Mwambie unafaa kutuwakilisha katika kata yetu ya Bwasi. Ukiamka tena asubuhi hiyo ukishawaka kuamka kabisa na ukaondoka vizuri. So Peter muongo, yani ni muongo kweli kweli, na ukisikia muongo ni muongo, afai kumpatia kula. Hebu ngoja nikampe Magina kula. Unaenda tu nampa Magina, anakuwa mwakilishi wako wa jimbo la Msoma vijijini. Inakuwa safi. Ndugu zangu habarini za kampeni. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumuombea Bwana Peter Gamba, mpe kura za ndio awe diwani wa kata ya Bwasi. Na pia nichukue nafasi hii kumuombea Magina, anaweza jimbo la Msoma vijijini. Kwa hiyo mpeni kura. Baada ya hayo niwaombe kwamba maendeleo hayana chama. Magina oye! Magina, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Msoma vijijini. Ndugu zangu, huko tulikopita, tumepita Mulangi, Mstanja, Busekela, tumeenda Mwikoko Chitale, tumeenda Bugwema, tumeenda Masinono, tumeenda Mkirira, tumeenda Kwikuba, tumeenda Nyasurula, tumeenda Kusenyi, tumeenda Kilowe. Yalikuwa ni mafuriko ya hali ya juu na watu wote wameweka tiki kwa Magina. Magina oye! Ndugu zangu, kwa majina naitwa Peter Chibwi Gamba, ni mgombea udiwani kata hii ya Bwasi. Ndugu zangu, naenda kwenye mipango yangu nahitaji kuitekeleza kwenye kata ya Bwasi. Cha kwanza ni elimu. Elimu ndo swala la msingi kwa maendeleo ya utimamu wa binadamu kwa sasa. Mheshimiwa mbunge, kata yetu ya Bwasi na shule moja tu ya sekondari. Kwa hiyo tutahitaji tupate shule za sekondari kila kijiji endapo mimi nikiwa diwani wa kata ya Bwasi. Shule zote za sekondari zitakazojengwa kwenye kata hii tahitaji ziwe na computer room, ziwe na training, watoto wafundishwe kompyuta, kwa sababu mfumo wa analogia tayari tumeshaachana nao ndugu zangu. Digitali tumeshaachana nayo. Saa hizi tuko kwenye kitu kinaitwa artificial intelligence. Kwa Kiswahili tunaita akili mnembe. Kwa hiyo kama watoto wetu hawatojifunza kompyuta, siku zote watakuwa nyuma na wataweza kushindana na wenzao. Kwa tunahitaji tuboreshe huduma ya afya pamoja na kupanua zahanati zetu kufikia hadhi ya kuwa vituo vya afya. Na kingine, tutahitaji wajibu ufanyike kati ya wananchi na wale wahudumu wa zahanati. Ina maana kuwe na mahusiano mazuri ili huduma pale zitolewe kwa usahihi. Na mimi kama diwani tahakikisha nafuatilia hizo taasisi zote na kuwa na mahusiano mazuri na wale watu ili huduma ziweze kutoka katika ustawi na kina mama na watu wote wanaosaidika pale wapate huduma iliyo bora. Ndugu zangu, swala la michezo. Mheshimiwa mbunge, ungekuwa na nafasi ningekupeleka pale uwanja wa Kome. Ule uwanja wa Kome ni mzuri. Ndugu zangu, nimeahidi kwamba endapo nikiwa diwani ule uwanja nitauboresha, nitauwekea magoli ya plastiki pamoja na wavu na vitu vingine vya msingi. Mbunge, angalia mama zetu walivyokaa hapa. Hawana soko. Hawana soko hawa. Na pia tutahitaji tufikirie kuwa na soko hapa Kome. Na pia Mheshimiwa mbunge, naombea vijana wangu wa bodaboda. Tuhakikishe kwamba bodaboda wanawezeshwa wapate pikipiki zao wenyewe ili wajiwezeshe, wajisimamie, tofauti na ile wanavyofanya kutumikia mtu akiwa anapeleka pesa kidogo kidogo. Pia Mheshimiwa mbunge, naombea akina mama tuweze kuwawezesha mitaji ambayo endani na ile hali tunaoita ya kausha damu. Kwa mama zangu, endapo nikiwa diwani tahakikisha kwamba tunatengeneza mfumo mzuri wa kuwapatieni mitaji ili kuweza kuwasaidia. Jingine nafikiri ni miundombinu, barabara tutakuja kueleza baadaye siku zinazokuja na masuala mengine. Kome oye!
Nimeona ni vyema nije kwenu kuomba kura za ndio. Furaha ya Wanakome na kata ya Bwasi wanahitaji maendeleo, hawataki story, au sio? Wanabwasi kijiji cha Kome wana shida za muda mrefu ambazo mbunge wao amekuwa haji kufanya nao vikao, sio? Mlimpa dhamana ya miaka 10, lakini bado shida ziko pale pale. Muda umefika na ninyi mfanye maamuzi sahihi, kwamba tumechoshwa na story, tumechoshwa na maneno mepesi. Tunataka kiongozi atakayekwenda kuwa mtetezi wa maslahi yetu bunge. Kama mtanichagua, ndugu zanguni, nitasimama imara kuhakikisha ninawatua mizigo hiyo yote ndani ya kipindi kifupi kijacho. Ndugu zangu Wanakome, furaha yetu sisi ni maendeleo. Maendeleo hayana chama, ndugu zanguni, si ndio? Asija kajitokeza mtu akasema kwamba chama fulani ndio kinaleta maendeleo. Hapana, maendeleo yanaletwa na mtu, si ndio? Naomba niwaahidi, ndani ya miezi 3 mpaka miezi 6, kama mtanichagua, mtapata soko Kome, au sio? Ili kupunguza complication ndogo ndogo, naomba niwaahidi hilo, sitotetereka. Nitahakikisha nakaa na ninyi, nitakaa na uongozi wa serikali ya kijiji, nitakaa na mkurugenzi ofisi, kiti kimoja, meza moja, tutashauriana naye kwa ajili ya hili, ili mradi tuweze kuleta maendeleo ndani ya kata yetu ya Bwasi, au sio ndugu zanguni? Kama mtanipa dhamana, nitatembea na idara zote kwenye gari yangu mtaponihitaji kwa ajili ya changamoto zinazowasumbua. Tuna kilimo cha maembe. Maembe yetu yamekuwa ni ya muda mrefu, yanapatikana kila baada ya miezi 6 au mwaka mzima. Yako matunda ya kutosha ndani ya jimbo letu, tunahitaji viwanda. Umefika muda tusimame imara kuhakikisha tunaanzisha viwanda ndani ya jimbo letu. Tuhakikishe vijana wanapata ajira za muda mfupi na za muda mrefu. Ninaamini ndugu zanguni, kama mtanichagua kijana wenu, sitokuwa kama yule mzee. Sitokwenda bungeni kusinzia kama yule mzee. Mimi nakwenda kutekeleza wajibu mtakaonituma, ndugu zanguni. Mtu asija kawaambia kwamba ikitokea Mama Samia amekuwa rais kwamba hawezi kufanya kazi na Chama cha Mapinduzi na vyama vingine. Naomba niwaahidi, serikali ina macho. Serikali inaona na serikali inatoa fedha. Kama serikali inatoa fedha, lazima mpate mbunge mwajibikaji, si ndio? Mimi ni Zedekita Mbaiki, usiogope Mbaiki hiyo. Ni Mbaiki ambayo unazungumza naye. Baada ya mikutano hii kuendelea